Hujambo na nikukaribishe mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kauli iliyotolewa na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambaye anasema wao wanajaribu kupatanisha uhasama uliopo baina ya Iran pamoja na Marekani. Lakini je, Saudi Arabia itaweza kuwapatanisha Marekani pamoja na Iran? Katika ziara yake, mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia ambaye kimsingi ndio kiongozi nambari moja wa nchi hiyo amesema wanafanya kile wanaloweza kuhakikisha kunafikiwa makubaliano kati ya Iran na Marekani, akiamini kwamba Tehran pia iko tayari kusaini makubaliano hayo. Moja kati ya mambo ambayo mwanamfalme wa Saudia Bwana Mohammed bin Salman ameeleza ni kwamba huenda Iran inahitaji pia amani katika eneo la Mashariki ya Kati, na hivyo wao kama Saudia lakini pia ambao pia wana uhusiano wa kidiplomasia na Iran watajaribu kufanya mazungumzo na Tehran kuona ni jinsi gani wataweza kuhakikisha uhasama uliopo kati ya Iran, Israel na Marekani unaisha kabisa. Moja kati ya changamoto ambazo zinaelezwa na kwamba huenda mwanamfalme wa Saudia asiweze kufanikisha hili ni kutokana na mambo ambayo wachambuzi wa mambo wameyaeleza. Kwanza kabisa ni kile ambacho Marekani inaiona Iran kama adui nambari moja wa Israel, lakini pia Iran inayotafuta ukuu katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani imekuwa ikikabiliwa na changamoto nyingine ya Iran kwamba Iran ni moja kati ya mataifa ya Kiislamu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati ambayo haikukubaliana na mfumo wa kidemokrasia na ule mfumo unaoendeshwa wa Marekani wa kuonea mataifa mengine. Iran ilikataa uonevu dhidi ya Marekani, na mpango wa Marekani ni kuona mataifa mengi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati yanatii kile ambacho kinaelezwa na taifa hilo. Lakini mpango mkubwa wa Marekani ni kuhakikisha inanufaika na rasilimali zilizopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Eneo la Mashariki ya Kati ni moja kati ya maeneo ulimwenguni yaliyobarikiwa kuwa na rasilimali za mafuta pamoja na gesi, na hivyo Marekani inatafuta njia ya kuweza kupata rasilimali hizo kwa bei nafuu, lakini pia kwa kutengeneza uhusiano na mataifa yaliyopo katika maeneo hayo. Lakini pia mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ni juu ya kile kinachofahamika kama Abraham Accord, kwa maana mpango wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu kushirikiana na Israel, ambapo mataifa hayo yanalazimika kutumia nguvu yaweze kushirikiana na Israel ili apate uhusiano wa kidiplomasia na Marekani, huku mengi yakitaraji kwamba huenda yakapata ulinzi, jambo ambalo Iran haiwezi kamwe, na ni kutokana pia na uhasama uliopo kati ya Iran na Israel. Ikumbukwe katika eneo la Mashariki ya Kati, Israel inatafuta ukuu, na ndio maana ikatamka wazi kwamba itateka maeneo mengi ikiwa ni pamoja na Palestina, Jordan, Lebanon, lakini Syria, Iraq na hata Saudi Arabia. Haya ni maeneo ambayo yapo katika eneo la Mashariki ya Kati, na ni kile ambacho Benjamin Netanyahu alitamka kwamba anataka kutengeneza ukuu wa kihistoria wa taifa hilo la Kiyahudi. Hili ni moja kati ya mambo ambayo wachambuzi wa mambo wanasema Iran haiwezi kukubaliana nalo, na hata mrithi wa kiti hicho cha ufalme hawezi kukubaliana na mpango huo, kwa maana kujitanua kwa Israel. Lakini jinsi ya kutatua uhasama kati ya Israel ambayo inaamini kwamba Iran inamiliki silaha za kinyuklia licha ya kwamba haina, lakini pia jambo ambalo Iran imelieleza kwa siku nyingi kwamba Israel ina vinu vya nyuklia na inamiliki silaha za kinyuklia, lakini mshirika wake wa karibu Marekani imekuwa kimya wakati wote, ambapo imekuwa ikifuatilia mataifa mengine ambayo yanamiliki silaha za kinyuklia. Mohammed bin Salman amesema wakati wa mazungumzo yake na rais wa Marekani Donald Trump mjini New York, akiongeza kuwa Saudia imeandaa mpango mpya wa uwekezaji wa dola trilioni 1 nchini Marekani, akisema tutaongeza uwekezaji wa Saudia nchini Marekani hadi takribani dola trilioni 1. Katika mazungumzo hayo, bin Salman amedai kuwa Trump amefanya kazi nzuri ya kuleta kile alichodai ni amani duniani, na kuelezea matumaini yake kwamba Saudi Arabia na Marekani zinaweza kujenga mustakabali wa pamoja chini ya kivuli cha amani duniani. Mrithi wa kiti hicho cha ufalme cha Saudia amesema kuwa nchi yake itaanza kushirikiana na Marekani katika teknolojia mpya ya artificial intelligence AI, kwa maana akili mnemba. Kuhusu uhusiano wa kikanda, bin Salman amesema kwamba Riyadh iko tayari kuwa sehemu ya makubaliano ya Abraham, maelewano na utawala wa Kizayuni, lakini akasisitiza kwamba suala hilo litategemea kupatikana suluhisho la mataifa mawili na kuanzishwa kwa nchi huru ya Palestina.
Katika sehemu nyingine na maelewano yake, mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudia amezungumzia jitihada za upatanishi wa Tehran na Washington na kuongeza kwamba tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha tunafikiwa makubaliano kati ya Iran na Marekani, kwa sababu Tehran pia iko tayari kusaini makubaliano hayo, licha ya kwamba Tehran ilikataa kata kusaini uhusiano wa ushirika pamoja na Israel. Ni vyema kukumbusha kwamba kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei amekuwa akisisitiza mara kwa mara kwamba tofauti baina ya Iran na Marekani ni tofauti za kimsingi na kimuundo, si tofauti za kimtazamo tu. Basi mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe chaneli hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kujua nini kinajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.